Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kadi khuliqta kama tasha'u. Nam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu. Na leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutakuwa na mwendelezo wa tafsiri za sura za Qur'ani tukufu, na tutaanzia sura ya 16. Tutaanzia sura ya 16. Lakini nikuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Naam, ndugu zangu watazamaji, wanasema wanawazuoni maraa kaannahu yaqra'u surata Nahli, wanasema mwenye kuota usingizini kana kwamba yuwasoma suratu Nahli, kwa sababu sura ya 16 ni suratu An-Nahli. Sasa mwenye kuota usingizini kana kwamba yuwasoma suratu Nahli, wanasema ruziqa ilman wa in kana maridan shufia. Wanasema ndoto hiyo maana yake ama inaashiria ataruzukiwa elimu. Mwenye kulala akaota yuwasoma suratu Nahli, ndoto hiyo inaashiria mtu huyo ataruzukiwa elimu. Wa in kana marida, na ikiwa ni mgonjwa, endapo huyo mtu atakuwa ni mgonjwa, shufia, basi ndoto hiyo itakuwa ikiashiria kwamba huyo mtu atapona biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mgonjwa akiota yuwasoma suratu Nahli, maana yake akiamka amshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndoto hiyo inaashiria atapona na ataruzukiwa ilmu. Taib, lakini wanaendelea wanasema waman qaraa surata bani Israil, na mwenye kulala akaota yuwasoma suratu bani Israil ambao ni sura ya 17. Suratu bani Israil ni sura ya 17. Sasa mwenye kulala akaota yuwasoma suratu bani Israil, wanasema kana wajihan inda Allahi, ndoto hiyo inaashiria mtu huyo atakuwa ni mwenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana yake atakuwa ni mwenye cheo, atakuwa ni mtu ambaye atapandishwa cheo mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa nasrun ala a'daihi, na Mwenyezi Mungu atamnusuru mtu huyo juu ya maadui zake. Kwa hiyo ni Bani Israil, ndoto ya 17 ya mtu kuota yuwasoma sura ya 17, suratu Bani Israil. Lakini wanaendelea wanasema waman qaraa suratal kahfi, waman qaraa suratal kahfi, wanasema na mwenye kulala akaota yuwasoma suratul kahfi ambao ni sura ya 18, wanasema nalal amani, ndoto hiyo inaashiria mtu huyo atapata amani na salama kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa tala umruhu, na umri wake utakuwa mrefu, Mwenyezi Mungu ataurefusha umri wake. Hatta yamilla alhaya, mpaka atakapochoka kuishi, yani ataruzukiwa ama atabarikiwa umri mrefu ambao mpaka atachoka kuishi. Wayashtaqu ila almauti, na atatamani kifo, atatamani kifo. Wayashtaqu ila almauti, na atatamani kifo. Kwa hiyo ukiota unasoma suratul kahfi, hizo ndiyo maana zake. Taib, lakini wanaendelea wanasema waman qaraa surata Maryam, na mwenye kulala akaota yuwasoma suratu Maryam. Suratu Maryam ni sura ya 19, ni sura ya 19, suratu Maryam. Wanasema ahya sunan al-anbiya, ndoto hiyo inaashiria kwamba huyu mtu atauhisha suna za manabii.
kwa maana ataziuhisha suna za manabii. Wa yakdhibu alaihi, na atasingiziwa urongo mtu huyo, atasingiziwa urongo mtu huyo. Thumma tadhharu baraatuhu, kisha itadhihiri kwamba hana hatia. Manake atasingiziwa uongo, lakini baadaye itadhihirika kwamba huyu mtu hana hatia, kama ilivyokuwa kwa Maryam. Alisingiziwa nini? Uzinifu, kwa sababu Maryam alimpata Nabii Isa alayhi salam au Yesu alayhi salam pasi na baba, kwa hiyo akasingiziwa uzinifu, lakini baadaye ikadhihirika kwamba hajafanya ule uzinifu. Taib, wanaendelea wanasema waman qaraa surata Taha, na mwenye kuota yuwasoma suratu Taha. Suratu Taha ni sura ya 20. Suratu Taha ni sura ya 20. Sasa wanasema mwenye kuota yuwasoma suratu Taha, lam yadhurrahu sihru sahirin. Ndoto hiyo inamaanisha kwamba huyu mtu hatopata madhara ya uchawi. Lam yadhurrahu sihru sahir, hatopata madhara ya uchawi wa mchawi. Manake hata mchawi akimroga mtu huyu mwenye kuota yuwasoma suratu Taha, basi huo uchawi hautamsababishia madhara mtu huyo, huo uchawi hautamsababishia madhara mtu huyo. Taib, na waman qaraa suratal anbiya, wanasema na mwenye kulala akaota yuwasoma suratul anbiya, ambao suratul anbiya, sura ya manabii, hii ni sura ya 21, ni sura ya 21. Wanasema mwenye kulala akaota yuwasoma sura hii, suratul anbiya, sura ya 21, nala alfarju ba'da shidda wal yusra ba'da al-usri wa ruziqa ilman, wa ruziqa ilman. Wanasema ndoto hiyo inaashiria huyu mtu atapata nala alfarju, atapata faraja, atapata faraja, baada shidda, baada ya dhiki, baada ya shida na tabu, Mwenyezi Mungu atamfariji. Wal yusra baada al-usri, na urahisi baada ya ugumu. Yani kama kuna mambo yake mtu yalikuwa magumu, kuna mambo yake mtu yalikuwa magumu, akalala akaota yuwasoma suratul anbiya, maana yake Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi, urahisi, yale mambo yatakuwa rahisi. Wa ruziqa ilman, lakini pia Mwenyezi Mungu atambariki kwa kumruzuku ilmu, kama walivyokuwa al-anbiyau, kwa maana ya manabii, sababu manabii walipewa walibarikiwa ilmu, waliruzukiwa ilmu. Kwa hivyo na mtu atakayelala akaota yuwasoma suratul anbiya, maana yake Mwenyezi Mungu atamruzuku ilmu na urahisi baada ya ugumu, na unafuu baada ya shida. Unafuu, faraja maana yake ni unafuu. Alfarju baada shidda, faraja baada ya dhiki, shida na tabu. Taib, lakini wanasema waman qaraa suratal hajji, man raa kaannahu yaqra'u suratal hajji, na mwenye kulala akaota usingizini kana kwamba yuwasoma suratul hajji. Suratul hajji ni sura ya 22. Wanasema ndoto hiyo inaashiria nini? Ruzikal hajj miraran insha Allahu taala. Ndoto hiyo inaashiria kwamba huyu mtu ataruzukiwa kwenda kufanya ibada ya hija. Ukilala ndugu yangu ukaota usingizini ya kwamba unasoma suratul hajji ambao ni sura ya 22, maana yake Mwenyezi Mungu atakubariki, atakuruzuku kwenda kufanya ibada ya hija miraran, mara kwa mara insha Allahu taala, akitaka Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Utaruzukiwa, utabarikiwa kwenda kufanya ibada ya hija. Taib, na wanasema katika ndoto ya 23 wanasema waman qaraa suratal mu'minin, waman qaraa suratal mu'minin, na mwenye kulala akaota yuwasoma suratul mu'minun, ambao ni sura ya 23, suratul mu'minun, sura ya 23. Wanasema ndoto hiyo inaashiria
kwamba imani yake itakuwa yani qawa imanuhu, Mwenyezi Mungu ataipa nguvu imani yake, wa khatama lahu bihi, na atamalizia yani maisha yake yataisha hali ya kuwa ni mwenye imani. Maanake atakufa ni mwenye imani, mwisho wake utakuwa ni mwisho wa imani, hata kufa kafiri, atakufa hali ya kuwa ni mtu mwenye imani, na imani yake itakuwa ni yenye nguvu, ni madhubuti, ni imani nzuri kabisa biidhnillahi tabaraka wa taala. Taib, lakini wanaendelea wanasema katika ndoto ya 24 wanasema wamarraa kaannahu yaqra'u suratan nur, kwa sababu sura ya 24 ni suratun nur, suratun nur. Wanasema mwenye kulala akaota yuwasoma suratun nur. Hata wewe ndugu yangu unayenitazama, kwa mfano umelala siku moja ukaota unasoma suratun nur ambayo ni sura ya 24, wanasema nawwara Allahu qalbahu wa qabrahu, nawwara Allahu qalbahu wa qabrahu. Ndoto hiyo inamaanisha ama inaashiria Mwenyezi Mungu atamurika moyo wake na kabri yake. Mwenyezi Mungu atamurika, yani ile kabri yake itakuwa na nuru. Mwenyezi Mungu ataitia nuru, ataimurika Allah subhanahu wa ta'ala kabri yake, yani hata baada ya kufa kabri yake haitakuwa na giza, lakini pia na moyo wake utakuwa na nuru. Ndio hiyo nawwara Allahu qalbahu wa qabrahu, Mwenyezi Mungu atamurika moyo wake na kabri yake. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao ambao atamurika nyoyo zao na makaburi yao, makaburi yetu na Waislamu wenzetu waliotangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu ayamurike, ayajaze nuru. Taib, lakini wanasema waman qaraa surat al-Furqan, ndoto ya 25, wanasema na mwenye kulala akaota yuasoma suratul Furqan. Suratul Furqan ni sura ya 25, ni sura ya 25. Sasa wanasema na mwenye kuota yuasoma suratul Furqan kana fariqan baina alhaqqi walbatil. Wanasema ndoto hiyo inaashiria kwamba huyu mtu atakuwa ni mwenye kutenganisha. Al-Furqan maana yake ni kitenganishi, yani Qur'ani huwa inatenganisha baina ya nini? Ya ukweli na uongo. Qur'ani inatenganisha baina ya ukweli na uongo. Kwa hivyo ukilala ukaota unasoma suratul Furqan, sura ya 25, maana yake wewe utakuwa ni mwenye kutenganisha baina ya ukweli na uongo. Utasema huu ni ukweli na huu ni uongo, tofauti na baadhi ya watu uongo na ukweli wote wanauchanganya. Yani mtu hatenganishi uongo wala ukweli, wote anachanganya. Lakini wewe Allah atakuruzuku, utakuwa ni fariqan bainal haqqi wal batil, utakuwa ni mwenye kutenganisha kati ya ukweli na uongo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika hao. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu na atufutie madhambi yetu, na Waislamu wenzetu waliotangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao na awafutie madhambi yao. Naitwa Imam Shabani Ramadhani Mponda. Mwisho kabisa, kwa wale ambao watahitaji ama wanahitaji visomo mbalimbali vya kubatilisha uchawi, hasadi, kuondosha mashaitani, tuwasiliane. Nambari zangu za simu ni hizo ambazo unaziona katika screen yako, ambazo ni 0652 286323. Na wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa sadaka. Utatutumia sadaka yako kupitia nambari hiyo ni nambari ya Tigo, kisha utatupigia simu, utatuhadithia ndoto yako, au utatuma message ya ndoto yako. Baada ya kutuma sadaka, insha Allahu taala tutakupa tafsiri ya ndoto yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.